الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea na tafsiri ya Surat Maryam na tuposimama katika ayat zenye kuelezea kwamba Bibi Maryam sasa ameshabashiriwa kuwa atapata mtoto wa kiume na taban atazaa hivi hivi bila ya kuwa na mume, atapuliziwa na Jibril aliyekuja pale akampulizia, na kama ilivyokuja katika ayat za surat al-Anbiya imeelezea kwamba katika aya 91 nasoma wallati ahsanat farjaha, na yeye yule ambaye wanatajwa mitume kadha wa Ayuba wa Ismail wa Dhannun, wote wametajwa, wa Zakaria. Alafu baadaye ilipokuja kutajwa Nabii Isa ametajwa pamoja na mamake, wallati ahsanat farjaha. Sifa kubwa ni kwamba msije mkamsingizia, na yule mwanamke aliyelinda uke wake, ahsanat farjaha, fanafakhna fiha min ruhina, tukampulizia katika roho yetu, tukampulizia waja'alnaha wabnaha, na tukamfanya yeye na mwanawe ayatan, kuwa ni ishara kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ishara hiyo ayatan lilalamina, kwa walimwengu na kweli kwa walimwengu mpaka siku ya Kiyama. Leo Nabii Isa bado yumo katika kufuatwa, na ilhali wakati wake umeshapita, umekuja wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini watu wamo tu na kumwamini hata kwa ni Mungu. Sasa na hizi dalili kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu afanya anapotaka. Mwenyezi Mungu mweza kila kitu, hakuna kitu kinachomshinda. Katika aya hii katika Anbiya 91, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha, an-nafkh kupuliza, fiha katika kwamba yeye ni mwanamke, fiha fanafakhna fiha, katika mwili wake, lakini mwanamke fi hadhi allati ahsanat, yeye fanafakhna fiha. Lakini wakati ukitizama katika surati Tahrim imetaja hivyo hivyo, lakini katika surati Tahrim imetaja fanafakhna fihi. Imesema nini kule? Imesema wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Tukitizama surati Tahrim imetaja fihi wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Katika al-Anbiya 91, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha, kama yeye mwenyewe allati ahsanat farjaha, kama ni mwanamke, fiha fi hadhihi an-nisa, ni mwanamke fi hadhihi an-nisa. Kwa hivyo hapa imetaja nini? Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fihi. Hicho kilichotajwa kabla yake fihi kwa dhamiri ya mudhakkar ni kwamba ni farj. Wengine wakasema Jibril akampulizia katika fi jaibi dir'iha, la dir'iha, yani nguo, fi jaibi dir'iha, alafu ili kashuka mpulizo ule mpaka kwenye sehemu ambayo atakayokuja kuzaa. Hapa imetaja fihi na kule fiha na kila moja na kusudio lake. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Hapa alipokuwa anazungumza kwamba umma wote ni umma mmoja, walati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha, tukamjalia yeye na mwanawe ayatan lilalamin,
طيب, baada kutokezea haya ilibakia nini? Fahamalathu, aya inakuja 22 katika sura Maryam. Fahamalathu, akachukua mimba ile, fantabathat bihi makanan qasiya, aya 22. Basi akachukua mimba yake na akaondoka naye mpaka mahali pa mbali. Fajaaha al-makhadhu, tunasema kwamba uchungu ulipomjia. Fantabathat bihi makanan qasiya fajaaha al-makhadhu ila jid'i an-nakhla, anasema uchungu ukampeleka mpaka kwenye shina la mtende. Hapo tukitizama kusudio linasema pale kwamba qalat ya laitani mitu qabla hadha, alisema nini? Alisema ya laiti ningelikufa kabla haya yote kutokezea. Kufikiria kwamba tupokabiliana na watu, tazama fikra zake na Mwenyezi Mungu alivyompangia tofauti. Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, ya laiti ningelikuwa nini nimekufa kabla haya kutokezea. Aibu, nitakabili watu wangu vipi? Kuntu nasiyan mansiya. Lakini sasa taban tunaweza kuja kutokana na hizi ayat namna gani alipopata tabu mwanamke huyu, namna gani anapofikiria lile jambo lilikuwa nalo ni wa mara mwanzo kushika mimba na hizi na mambo ya mimba kama yanavyojulikana, shida zake na tabu zake na uzito wake. Na mwanamke anadhoofika, hamalatu wahnan ala wahn, kama ilivyokuja katika aya nyingine. Kwa hivyo utaona kwamba aliposema maneno haya yametoka moyoni mwake, hasa ya laitani mitu kabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Lakini Mwenyezi Mungu hawezi kumwacha katika adhabu yote hii, pale pale akapata kitu cha kumchangamsha kwa kule kusikia fanadatha min tahtiha. Fanadatha min tahtiha, akamwita yule ambaye alikuwa chini yake, na wafasiri wanasema ni mwenyewe mtoto baada ya kushakumzaa. Alisema pale pale, akamwambia nini? Anasikia ghafla chini yake sauti inatoka, mwanae aliyemzaa pale pale anamwambia nini? Alipomwita na kumwambia min tahti ala tahzani, ya kwamba usihuzunike we mama, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, usihuzunike na maana kubwa sana. Hayo yote uliokuwa nayo, ya laitani mitu kabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, na fikra na kuzaa na kwamba utakwenda kukabili watu wako, yote haya weke kando. La tahzani, hebu niambie, mtoto mzaa ghafla anasema, kashtuka, bali mempa moyo pia, mwanangu kasema na kunipa moyo. Hebu niambie hali yake vipi, namna gani inavyobadilika ghafla. La tahzani, halafu bado akamwambia mingine, qad ja'ala rabbuki, anamweka katika Mwenyezi Mungu kwamba ndio mwenye kufanya kila kitu. Hakika amekujalia Mola wako mlezi, tahtaki, chini yako, sariya, kijimto kidogo, stream. Yani kauli ndogo, la tahzani, yamefuta yote yale shida alikuwa nayo na taabu yote alikuwa nayo na uzazi na kila kitu, yamemuondoa pale pale, kapata nguvu pale pale. La tahzani, alafu sitoshe Mola wako kad ja'ala rabbuki tahtaki, chini yako, sariya, maji ya kunywa nayo karibu yako. Wahuzi ilayki bijidhi nakhla, hii wao al-atfi ya kuongezea kwamba na pia tikisa shina la mtende. Kuna wanasema kwamba mwenyewe Nabii Isa alisema, au amri min Allah, imekuja kama ilham kumwambia kwamba nini, kwa tikisa au kwa Jibril. Lakini Jibril wakati ule anakuwa haingii katika story wakati huo, kwa sababu nini? Kwa kuzaa. Isipokuwa kwamba kauli iliyokuwa nzito, al-arjah, ina uzito wake ni kwamba na kaendelea, kwa sababu kwa na tikisa mtende. Mwenye mtoto Isa alayhi salam naye mchanga kwanza kazaliwa, anaambia huzi ilaiki bijid'in nakhlati, utikise. Mwenyezi Mungu amepa amri
kwamba hata akigusa tu ile mtende, shina la mtende, basi pale pale tende zitadondoka, tusaqit alaiki, zitakuangushia tende rutaban. Rutab tumesema tende zile ziko katika mti zinaanza kuiva, na mara nyingi unaona nusu mbivu nusu nini, nusu mbichi kwanza, ikiwa tende aina ya manjano, ikiwa nyekundu, ikiwa anwa au ashkal, tende ziko chungu zima na halafu kidogo kidogo zinaiva zote. Baadaye inaanza kidogo kuiva upande na inabakia nusu mpaka inamalizika kuiva. Rutaban na jania iliyoiva uzuri kabisa, zinadondoka mara nyingi zinakuwa zishakuwa jania, zishakuwa ripe, zimeiva sana. Taban mtu mwanamke kwanza, hasa katika hali ya uzazi na katika kudhoofika, vitu muhimu anataka hivi, na ndio kwa maana wakati anaendelea kusema basi kuli washrabi, basi kula na unywe, baada kushutikisa basi kula na kunywa, washrabi waqarri aina, nalitue jicho lako. Fakuli washrabi, utizama mwanzo kataja maji stream, tahta kisaria, kijimto kidogo, halafu kataja huzi ile kibijili nakhla, halafu nakataja chakula. Lakini wakati wa kuelezea sasa, basi kula na unywe, na unataka ule kweli uzuri zaidi ni kula na kunywa, na mara nyingi katika Qur'ani inataja hivyo, wala wakulu washrabu wala tusrifu, na mle na mnywe wala msifanye israfu katika kula au kunywa. Sasa wakuli washrabi, ndo akasema tende hizi unapokula wakati wa mimba, kuna maelezo mengi yametajwa, masala kwamba tende inamsaidia sana mzazi wakati during pregnancy, wakati wa mimba na baada kuzaa pia. Nutrients zake zilokuwemo katika tende hii zinasaidia sana katika nini, katika kupa siha nzuri ile hali ya mama alikuwa katika mimba, kwa sababu kwanza inazuia anemia, ina prevent anemia, faqri damu, kupungua kwa damu, inatia damu zaidi, ina reduce nausea. Anasema nini nausea? Maana kama kichefuchefu, kisunzi na nini, kuona ovyo ovyo, kutapika. Alafu isitoshe anasema ina control blood pressure, ina regulate blood sugar levels katika mwili. Alafu anasema inasaidia kurejesha tena ile calcium uliyopoteza. Alafu isitoshe ina expel toxins katika mwili. Wanasema pia ina increase strength and immune resistance, manaa, ile immune yako ulikuwa nayo ya kinga yako ya ugonjwa inasaidia. Hayo yote yametajwa katika nini, katika sifa za nini au muhimu wa kula tende kwa mwanamke mwenye mimba na hata baada kuzaa. Kwa hivyo hii pekee yake dalili ya kuonesha utukufu wa maneno haya ya Mwenyezi Mungu kwamba kamjalie iwe tende ndio katoka. Na dalili kwamba hizi tende la wakati wa zinawiva rutaban jania, haiwezi kuwa ile kishapita mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 6 June, July, August. Inakuwa katika eneo lile la Middle East na eneo ambazo siku za joto ni siku ambazo tende huwa zinaliwa wakati ule. Ama siku za Disemba nini, kwamba ni siku za baridi, hakuna tende ila katika miezi ya. Wewe ukienda sasa hivi nchi za Gulf zote utaona, nenda July, August, September, utakula tende mpaka utasema basi. Tende kila aina ya lulu na khnezi, sio na nani, aina rangi nyekundu, rangi ya chocolate, rangi ya manjano, rangi tende kubwa ndogo. Hizi zote hizi wakati wake ni wakati wa kuzaliwa kwa Isa, ilikuwa ni wakati wa joto, lazima joto ndio nataka. Fakuli washrabi waqarri aina, unasema hapa wakuli washrabi waqarri aina, ule na unywe na alafu utulie, poa moyo. Qurri aina, wanasema kuna maneno wakisema sakhunat ainuhu, imesakhini yani imekuwa moto,
kwa kulia sana, kwa huzuni sana alikuwa nayo, mpaka macho yake yamepiga wekundu, yamechoka. Kama tazama nani Yakub alipoteza mwanae vipi, alikuwa mpaka kapata upofu sasa. Lakini inapokuwa sakhunat ainuhu au saqarrat ainuhu, kinyume chake katika hali ya itminan na utulivu na furaha, inakuwa nini? Qurratu ainin li walak, kama alivyosema waqala imra'atu mwanamke yani mke wa Firaun akasema, waqalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li walak, anamwambia Firaun, mke wa Firaun anaambia huyu atakuwa ni kiburudishacho cha moyo au macho yetu, yatakuwa wenye kututuliza na kutupa furaha. Qurratu ainin lak la taqtuluhu, msimue Musa huyu. Alipotoka katika kisanduku akaja akaishia katika ufukwe wa kasri pale, wakamchukua. Na mwaka ule ndio mwaka ambao wanauliwa watoto wa Bani Israeli wa kiume, mwaka wanaachwa, mwaka walipokuwa wakati wa Harun kuzaliwa, mwaka wa kusamehewa. Lakini mwaka ule kajalia azaliwe mwaka wa kuchinjwa, lakini yule Mwenyezi Mungu kamjalia atakuwa hai wala hatauliwa, na atakaa katika nyumba hiyo anayetaka kuangamizwa katika nyumba yake. Kwa njia nini? Kwa mkewe. Qalat nini imra'atu Firaun, qurratu ainin li walak, huyu atakuwa ni atatupa moyo. Si hatuna mtoto, lakini atatuchangamsha, atatutia furaha. Kwa hivyo la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidha walada. Sisi tunasema pia katika dua sura al-Furqan 80, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, ebu tupe ya Rabb, tutunze na utupe katika wake zetu na dhuria zetu, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, wenye kutufurahisha, tuone watoto wetu wameelekea, watoto wetu wazuri, wanafanya ibada, wacha Mungu, yani wenye kusikia maneno, watii kwa wazee. Qurrata ain, hii ndio kusudi lake. Kwa hivyo qurrata ain maana yake الإنسان عادة كما الوسيم الشيخ شعراوي، الإنسان binadamu ibn aghyar, mwenye kubadilika. Leo mdogo kesho mkubwa, leo mnyonge kesho mwenye nguvu, leo mgonjwa kesho mzima, leo tajiri kesho maskini, leo kana nguvu kesho dhaifu. Ibn aghyar. Na kwa hivyo anapita njia yeye, la yadumu lahu hali yoyote ile haidumu kwake, inapita inaondoka. Na kwa hivyo kuna kisa anaelezea Sheikh Sharawi kwamba mwanamke mmoja imraat kenda kwa khalifa kuomba kitu, na katika jalsa yake akamkaripia, akamtolea ukali, akamfukuza yule khalifa. Lakini mwanamke kasema nini? Kasema atamma Allahu alayka ni'matahu, atamma Allahu alayka ni'matahu, inshallah Mwenyezi Mungu akutimizia neema zake juu yako. Wa aqarra ainak, na jicho lako alitulize. Halafu kaondoka. Watu wote kashambuliwa na kutolewa kwa ujeuri, na bado anamsifu namna hivi. Khalifa ambaye nyinyi hamjafahamu alichosema. Hii dua ananiapiza huyu. Tazama mambo unaweza kuchukua maana zaidi ya moja. Alimwambia kwamba atama Allahu alayka ni'matahu, Mwenyezi Mungu akutimizie neema zake. Khalas, kuna neema tena. Ukisha kutimizia bado hakuna ile uondoke tu duniani. Wa aqarra ainahu, ainaka, au tulize jicho lako. Mtu anayekufa ndio anatuliza jicho lake. Tazama kama Mwenyezi Mungu akuondoe na mali yote ikuondoke, lakini kwa njia ya maneno mazuri. Ndio anasema kwamba idha tamma shay, kitu chochote kikitimia, bada naqsuhu, inaanza kupungua kwake. Chochote kishatimia top, mshafika juu kabisa, unaweza kuendelea mpaka idha tamma shay bada naqsuhu, unaanza nini? Kupungua kwake. Alafu anasema nini? taraqab zawalan idha qila tam, taraqab, tazama kuondoka. Ukishaambiwa tam imeshatimia, basi ujue ngojea zawali, kuondoka kwa neema ile.
Ikiambiwa sasa hivi ndio top at the peak of it. Kwa hivyo ngojea, hakuna kuna juu zaidi isipokuwa. Na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu ametujalia duniani, kwamba nini sisi mwisho wetu, yani wewe mwisho ushafika mpaka mfalme. Haya, kuna nini baada ya ufalme? Kuna kikubwa kuliko falme? Limited. Starehe na nini na ukubwa na kila kitu alichotupa Mwenyezi Mungu, kipawa chake duniani limited. Mwisho wake lazima utanguka. Tarakab, chunguza siku utapokuja zawali, kuondoka neema. In qila tam. Ushaambwa sasa ndio ushatimia, ndio kishafika maximum. Kwa hivyo utaondoka. Lakini kajalia kwamba dunia hii fan na starehe zake za udanganyifu, lakini wa inna al-akhirata la hiya dar al-hayawan, dar al-qarar wa dar al-hayawan, maisha hasa ya milele. Neema zake zinazidi, hazina upeo, hazina mwisho, bali zinaendelea tu katika starehe zake na na raha zake. Kwa hivyo qurrat ain bimaana nini? La kuburudisha moyo. Hebu sikiliza, ikiwa maneno haya kasema mtoto au kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hapa watu wamekhtalafiana katika kusema huzi ilaika bijidhi nakhla. Huzi ilaika kasema halafu fakuli washrabi kasema yani Isa, fakuli washrabi waqri aina. Lakini sasa fa imma tarayinna min albashari ahada faquli inni nadhaltu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Hapa anasema fa imma tarayinna min albashari ahada, na pindi ukimwona mtu yeyote min albashari, hapa limetumika neno bashari, na halafu mwisho kasema nini? Falan ukallima insiya. Kuna ins wa insiya wa insan wa bashar, kuna adami. Haya yote yanatumika katika hadithi ya Mtume nini? Ma mala adamiyun wi'aan shar min batni. Adami binadamu, bashar binadamu, adami nafs, insan insiya, ins ya ma'ashar al-jinn wal ins. Kwa hivyo yote yanatumika biqasdi huyu binadamu. Lau kimona yoyote min albashari, binadamu ahada yoyote, faquli, basi sema nini? Inni hakika mimi nadhaltu lirahmani, nimeweka nadhiri kwa mwingi wa rehma Rahmani wa Allah, kwamba nitani sauman, kwamba mimi nitafunga. Nimeweka nadhiri ya kufunga. Falan ukallima alyawma insiya, sitomsemeza mtu. Wasawm, hapa saum sio saum ya kufunga usile. Hii ni saum hapa ya kufunga mdomo usiseme. As-sawm bisifa amma lughatan mutlaq al-insan, tumika neno hii saum mutlaq ni mutlaq al-imsak, kule kujizuia kwa ukamilifu kwa chochote kile. مطلق الإمساك كجنبول لوتي، الإمساك في الأكل، الإمساك في الطعام والشراب والشهوات، kujizuia katika chakula na kunywa na matamanio. Hii ndio inakujani kufunga katika Ramadhani na ghairi Ramadhani. Na hii saum hii unatumia neno siyam wakati ya kuzungumza, kuzuia mdomo usiseme. Al-imsak fi kalam katika maneno inakuwa sauma, siyam na saum. Leo tukitazama katika saum, fa siyamu 3 ayyam fi al-hajj wa 7 idha raja'tum tilka 10 kamila, sio kwa yule ambaye asiweza kuchinja. Au nini? kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. As-siyam bimaana nini? Kufunga. Lakini hapa tazama saum imetumika. As-sawm bimaana nini hapa? Kwamba hutoweza kusema. As-sawm anil kalam, as-siyam anil akl, taam wa sharab wa shahawat, na matamanio. Kwa hivyo hapa akasema nini hapa? Inni nadhaltu lirahmani sawman, sio siyaman.
Kwa hivyo soma hapa falan, kwa hivyo sito falan ukalima alyawma, leo hasa sitozungumza na mtu yote insia, binadamu yeyote. طبعا إنسية شرقية فرية سوية قصية منسية سوية تقية. tizama mfumo wa lugha iliyotumika katika nini mwisho wa kila aya. Insia. Haya, kishaambiwa wafanye nini na mtoto kishasema, hebu niambie, faatat bihi qaumaha tahmilu. Sasa hivi tayari kuja virago. Turudi kwa wazee sasa, turudi kwa wazee, ndio ikaja hapa faatat. Tunapoona kama kipande hichi faatat bihi qaumaha tahmiluhu, basi hapa nasema akaja, yati anakuja, atat bihi bihadha at-tifl, na Musa kambeba, tahmilu akimbeba, kamjia nini qaumaha, kwa kwenye kaumu yake. Faatat bihi qaumaha, akaja zake mpaka kwa familia yake, na huku kamchukua bihi bilwalid, kwa hiyo mtoto alizaliwa tahmilu na ukambeba. Hebu niambie anakuja kwa uso gani? Hana wasiwasi sasa, la tahzani, kajala lak usihuzunike mama, tende maji kila kitu kupa, waqarri aina pia, na hilo pia tulia, qarri aina, usikae ukafikiri tena baada sasa. Hebu niambie atambeba vipi na kwenda naye kule, ule wasiwasi bila shaka ushatoka. Tayeb, anasema kwa uso gani? Kenda kwa uso kwamba hana wasiwasi kabisa, kwamba najua mimi ninakwenda kujitetea. Sheikh Muhammad Abdu katika maulama wakubwa katika 18 something, ni mwisho huko mpaka 1905, mwanzo wa karne ya 20 amefariki katika watu siku za Thaura na Mgereza kuingia nani, na akafukuzwa akaenda Lebanon, akaenda Ufaransa, nikaishi sana Europe, Ufaransa. Anasema sasa kule istizai zao wanataka kufanya watu wanamuuliza, kama kisa cha ifk, hadithi al-ifk ya bibi Aisha, kusingiziwa kwa wafanya nini, wanafanya istizai, wanamuuliza ya Sheikh, wanamwambia bi ayi wajhin qabalat Aisha qaumaha baada hadithi al-ifk, kwa uso gani amekabili kaumu yake baada ya kusingiziwa yote yale yaliyotajwa. Atarudi kwa uso gani? Atakuwa na haya, ataishi vipi? Wanamuuliza, ikawa jawabu hapo kwa hapo, akaambia amerudi bi ayi wajh baada hadithi hiyo. Sasa hivi anarudi kwa watu wake, kila mmoja anamtazama kwa jicho la kama ndio leo hii ndio nini ndio nasingiza, lakini anasema akajibu bilwajh alladhi qabalat bihi Maryam qaumaha idh ja'atuhum tahmiluhu, alipokuja akimbeba Isa, kwa uso ule ule, kwa uso ule alipokuja Maryam kuwakabili familia yake. Namna gani aliyokabili? Ana proof, ana ushahidi kwa kwake, ana hujja ya ukamilifu. Hebu niambie, faatat bihi qaumaha tahmiluhu, qalu, wamesema nini? La Maryam laqad jiti shay'an fariya, au sivyo? Ewe Maryam, hakika umeleta kitu cha nini, cha ajabu kabisa. Fariya iftira, ikiwa ni jambo yani kitu mkibuni, kitu ambacho sisi hatujazoea, yani kutuletea mtoto bila nini, jambo ambalo si la desturi ulilofanya. Shay'an fariya ya ukhta Harun. Tunachupa hapa, alafu tutakuja kuelezea ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, katika wako katika kumshambulia tu kaumu yake. Lakini tutarejea tena aya, fa asharat ilayhi, kafanya nini? Kaashiria tu kwa huyu mtoto. Fa asharat ilayhi, kwa nini kafanya vile? Bibi Maryam anajua, sikishaambia usihuzunike, qarri aina, kula pumzika, usiseme. Kumbe anasema basi, ina maana kwamba nakishajulishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ile ishara, mimi sisemi kitu, atakusemesheni huyu mtoto.
Sasa wale wakasema vipi mtoto atasema? La, mtoto hawezi kusema, lakini walichosema wao ile kusema mtoto ni kubwa na kubwa zaidi, hata ukisema sisi tutafahamu mtoto kwanza kazaliwa. Ile kusema mtoto ni kubwa, lakini kubwa zaidi hivyo waliosema fatat qaumu asate qalu kaifa nukallimu, vipi sisi tumsemeze, sio kaifa yatakallam mtoto, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, vipi tutaweza kusema naye wakati huyu mtoto yumo katika malezi, yuko katika malezi mdogo, ndo kwanza mchanga. Almahdi tunasema nini? Kitanda cha mtoto mchanga, ndo kwanza nini, kitanda au godoro lake dogo, pale ambapo nini hawezi kujifanya chochote, lazima atandikiwe vizuri au vizuri kwa kitendo cha kumnyamazisha na chenye kwenda mbele na nyuma, wanaita cradle. wanasema taallam Sheikh Sayyidina Umar bin Khattab anasema taallam min al-mahdi ila al-lahdi, from the cradle to the grave. تنرى كيف إن شاء الله وكل زي هاي الكجوا هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.